kukufungua macho ya ndani ili kuelewa au kumuelewa Roho Mtakatifu sio nguvu tu, bali ni nafsi ya Mungu. Hebu tuanze kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 2 peke yake. Naomba tusome pamoja. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Sasa tunapoangalia hapa, tunaanza kugundua jambo jipya zuri, kwamba Roho Mtakatifu sio mvumo, sio nguvu, sio upepo. Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Kwenye kiwango hiki cha Mwanzo sura ya 2, tunaona Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji, na hii inatuthibitishia uwepo wa Roho tangu mwanzo wa uumbaji. Kabla Roho hajakaa juu ya uso wa maji, hakukutokea chochote kilichotokea. Na Roho alipotulia juu ya uso wa maji, Mungu akasema iwe nuru, nayo ikawa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye katika sura ya 2, Mungu akashuka, akafanya kitu ambacho kilikuwa ni kitu cha kishujaa sana. Akafinyanga mavumbi ya ardhi. Watu wa maiki, tafadhali mniwekee hii maiki vizuri. Akafinyanga mavumbi ya ardhi. Baada ya kufinyanga mavumbi ya ardhi, akafinyanga mwanadamu ambaye alitamani afanane naye. Na baada ya hapo akampulizia puani pumzi ya uhai. Yule mtu akawa nafsi hai. Ndio maana ng'ombe sio nafsi hai. Ndio maana mbuzi sio nafsi hai. Hawana nafsi. Ng'ombe anatumia instinct, hana nafsi, hana akili. Kwa sababu alipotupulizia ndani yetu nafsi, ndipo ikaumbika akili, ndipo ukaumbika utashi, na ndipo zikaumbika hisia. Haleluya, haleluya. Hiyo ni utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya mwanadamu. Huyu mwanadamu alipotenda dhambi, kuna kitu kilitokea. Thank you. Kilichotokea ni nini? Ule uhai wa kiroho ulikufa. Huyu mtu akawa nafsi hai, lakini roho yake imekufa. This is what happens. Wakati unashangaa, huyu mtu hana nguvu ya kujizuia asimuasi Mungu, ni kwamba anakuwa hana mahusiano ya kiroho na Mungu. Huna uwezo wa kujizuia. Unashangaa babu anabaka mjukuu. Shida ni kwamba huyu mtu hana connection kati yake yeye mwenyewe na nafsi yake. Ndio maana Roho Mtakatifu anapokuja anatutengeneza sisi. Anafanya kitu cha ajabu sana. Unajua kitu gani hicho? Anatengeneza mahusiano ya mtu na Mungu. Lakini anatengeneza mahusiano ya mtu na watu. Sio tu hivyo, anatengeneza mahusiano ya mtu na nafsi yake. Look at this.
Ndio maana tunda la Roho Mtakatifu anasema ni upendo, amani, furaha, mahusiano ya mtu na Mungu. Lakini ndio maana anafika mahali aishie hapo, anasema tunda la Roho Mtakatifu ni uvumilivu, utu wema na fadhili, mahusiano ya mtu na watu. Lakini baadaye anasema tendo la Roho Mtakatifu ni uaminifu, upole na kiasi. Maana yake ni mahusiano ya mtu na nafsi yake. Kwa tunapozungumza Roho Mtakatifu, ni Mungu anayerejesha mahusiano kati ya watu waliovunja mahusiano na Mungu, waliovunja mahusiano na watu, na waliovunja mahusiano na wao wenyewe. Ninadhani ningepata amina hapo. Kwa leo mna shida gani? Nasema hapo nipate amina. Haleluya. Unaweza kuhubiri vizuri hivi, mimi mwenyewe na enjoy, alafu kuna mtu ambaye asemi amina. Utasema tu. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Tunaona Roho Mtakatifu alipotulia juu ya uso wa maji, Mungu akasema. Hii inathibitisha uwepo wa Roho Mtakatifu tangu mwanzo. Na unaona kwenye kitabu cha Isaya sura ya 48 mstari wa 16, Isaya anazungumza, afu anasema, na sasa Bwana Mungu amenituma mimi na roho yake. Kwa nini na roho yake? Kwa nini na roho yake? Kwa sababu kuna vitu haviwezi kutokea bila roho yake. Isaya 46 Isaya 46 samahani, Isaya 48:16. Tunaona kitu hapa 48:16 Isaya. Biblia inatuambia kitu kizuri sana hapa. Anasema, nikaribieni, sikieni haya, tokea mwanzo sikunena kwa siri, tangu yalipokuwapo mimi nipo, na sasa Bwana Mungu amenituma na roho yake. Tangu chochote kilipokuwa hakipo na kilipokuwapo, yeye Bwana hakusema kwa siri, lakini sasa amenituma na roho yake. Kwa nini? Popote palipoharibika, matengenezo hufanywa na Roho Mtakatifu. Kama ndiyo sema amen. Haleluya. Lakini Isaya 41 mstari wa 1, Roho Mtakatifu sio tu Mungu, ni Mungu ambaye anaachilia nguvu mpya ya kumkaribia Mungu na kunena hukumu zake. Biblia inasema, nyamazeni mbele zangu enyi visiwa, na mataifa wajipatie nguvu mpya, na waje karibu wakanene. Lakini anasema, na tukaribiane pamoja kwa hukumu. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tukumbuke hii nguvu ya uungu inayokaa ndani yetu hutubadilisha sisi na kutuvika uwezo mpya, nguvu mpya, mamlaka ya kutoa hukumu. Kuna vitu kwenye maisha yetu havitakaa vitokee kama tusipoelewa namna ya kumwachia Roho Mtakatifu kama Mungu ayatawale maisha yetu, ili tukisema mambo Mungu awe amesema. Sijaeleweka? Najua hujanielewa. Nasema kuna mambo hayatakaa yatokee kama hatutafika mahali pa kumruhusu Mungu afanye maumbile mapya ndani yetu, ili tukisema mambo mbingu ziwe zimesema. Unapokuwa Mkristo hauna thamani yoyote ikiwa hausemi kama Mungu anavyosema. Mageuzi ya maisha yako
hayatokei kwa sababu unajua kuomba. Mapinduzi ya vitu vyako hayatokei kwa sababu unajua kusoma Biblia. Biblia hii inachagizwa na kuwa hai pale Roho Mtakatifu anapokuwa hai ndani yako. Biblia inasema andiko huua, Roho ndiyo itiayo uzima. Tunaposema ni mwaka wa madhihirisho ya neno la Mungu, yatakuwa madhihirisho kama Roho Mtakatifu amepewa nafasi ya kufanya mageuzi katikati ya watu wa kawaida wawe watu wasiokuwa wa kawaida. Sikiliza, kwa nini? Wakorinto wa kwanza, tupeleke pale, tuanze mstari wa 10. Korinto wa kwanza mstari wa 10. Biblia inasema, Korinto wa kwanza tutasoma mpaka mstari ule wa 15 hapo. Sura ya 2. Biblia inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu? Anasema iliyo ndani yake. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Niishie hapo kwanza. Naomba uniangalie tafadhali. Kuna mambo tunatamani kuyajua kwenye maisha yetu, na ambayo hatuwezi kuyajua mpaka tufunuliwe, ili tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Rudi hapo nyuma, tuanze hapo nyuma kidogo. Mbona huko hamna kitu? Connect. Anasema, maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Nani anayejua makusudi yaliyo ndani ya moyo wako? Roho yako inajua. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Wakristo nisikilizeni, kinachofanya tuwe watu wa kawaida ni kwa sababu tumekubali kiwango cha kawaida cha ujazo wa Roho Mtakatifu. Kiwango cha kawaida. Mama wawili, hawa watoto wanaweza kujaa Roho Mtakatifu kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida. Anko, huyu mtoto anaweza kujaa Roho Mtakatifu kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida, na akawa mtoto asiyekuwa wa kawaida, akawa na nguvu isiyokuwa ya kawaida, akawa na matokeo yasiyokuwa ya kawaida. Kwa nini? Anasema kwa kuwa, mstari wa 12, kwa huyo Roho Mtakatifu. Bro, mbona mnaenda taratibu sana? Nipeleke mstari wa 12. Kwa kuwa Roho atokaye kwa Mungu, yeye ndiye anayetupa sisi kujua tuliyokirimiwa na Mungu. Hivi mnajua kwa nini watu huwa wanavuta bangi? Watu huvuta bangi kwa sababu wanaamini kuna uwezo hawana, kuna vitu hawana. Tulikuwa tunaishi Bomani pale na familia yangu. Kuna jamaa mmoja alikuwa jirani yangu, alikufa. Yule jamaa alikufa. Alikufaje? Alikuwa anaamini yeye hana nguvu. Sawa sawa, watu wazima mnielewe tu, nimesema nguvu, tuishie hapo. Siku moja akaenda akatafuta dawa ya kuongeza nguvu,
Mwambie mwanaume mwenzao, kama uko na mwanaume mwambie dawa ya kuongeza nguvu. Dawa ya kuongeza nini? Nguvu. Akatumia zile dawa, akaenda akakaa hoteli moja iko jirani, hapo hapo jirani na nyumbani kwake. Ana nyumba, ana wapangaji, ana kila kitu, ila anaamini hana nguvu. Kikatokea kitu cha ajabu. Akiwa amekaa huko hotelini, akachukua mwanamke wa kwanza, nguvu. Mwanamke yule akamkimbia. Akachukua wa pili, nguvu. Akachukua wa tatu, yule wa tatu akakimbia. Akamtuma kijana aende akamtafutia mwanamke mwingine wa nne. Anawakomoa, maana ameongeza nguvu. Kabla yule mwanamke wa nne hajaja, akafa hapo bomani. Nini kilimfanya aende akaongeze nguvu? Alijua hana nguvu. Wakristo nisikizeni niwaambieni kitu. Nguvu zetu hazitokani na chochote cha dunia hii. Nguvu zetu na mamlaka yetu inatokana na Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Tunaweza kufanya maajabu kama tutamruhusu Roho Mtakatifu ayatawale maisha yetu. Iko hivi. Wiki hii nataka utengeneze mpango. Sijakwambia utoke hapo kwenye kitabu cha Wakorinto. Natamani hivi utafute makusudi upate kuyajua uliyokirimiwa na Mungu. Nisikilize, msaidie kumshika mtu mmoja begani, mtikise kidogo, mwambie wewe sio mtu wa kawaida. Ongea na mtu, mwambie wewe sio mtu wa kawaida. Lakini haujajua uliyokirimiwa sasa. Nini kinafanya watoto vijana waharibike kabla ya wakati? Hawajui waliokirimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Yesu atukuzwe. Nimefika mahali nikagundua Roho Mtakatifu ni wa muhimu kuliko chakula. Nasema hivi, nimefika mahali nikagundua Roho Mtakatifu ni wa muhimu kuliko chakula. Ugali hauwezi kuniambia Mungu alionikirimia. Lakini nimefika mahali nikagundua Roho Mtakatifu ni wa muhimu sio kuliko chakula tu, kuliko pesa. Maana pesa haziwezi kunifundisha yale ambayo Mungu amenikirimia. Haujaelewa? Roho Mtakatifu ni wa muhimu kuliko uhai. Kwa sababu uhai nilionao, watu wengi wana uhai lakini hawana chochote wanachotengeneza cha ziada. Hujaelewa? Ngoja niseme vizuri hapa. Ngoja nikwambie, Roho Mtakatifu ni wa muhimu kuliko nyumba. Maana nyumba haiwezi kunipa Roho Mtakatifu, ila Roho Mtakatifu anaweza akanipa nyumba. Sikiliza, nimefika mahali nikagundua Roho Mtakatifu ni wa muhimu kuliko watoto. Maana watoto hawawezi kunipa Roho Mtakatifu, ila Roho Mtakatifu anaweza akanipa watoto. Haleluya! Kama kuna mtu ananielewa, mpe Roho Mtakatifu vigelegele na shangwe kwa jina la Yesu. Tuko tulivyo kwa sababu hatujawahi kutambua Roho Mtakatifu ndiye nguvu ya maisha yasiyoshindwa chochote. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, Bwana Yesu asifiwe. Mpe Roho Mtakatifu vigelegele vyake, anastahili kwa jina la Yesu. Angalia tena mstari wa 14 wa 13. Anasema, nayo twayanena si kwa maneno yaliyofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, haina nguvu, bali yaliyofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa namna ya rohoni. Twende mstari wa 14. Anasema, basi binadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Twende 15.
Anasema lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi. Kuna vitu wewe huvijui. Kuna baraka Mungu amekuwekea ambazo wala hakuna anayezijua. Kuna nguvu Bwana ameachilia kwako ambayo haiwezi kufanya kazi mpaka Roho Mtakatifu aachiliwe. Na ni mpaka wewe ufungue milango. Roho Mtakatifu haji kuvunja milango. Roho Mtakatifu hubisha. Anasema kwenye kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 20, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Mambo haya hayatokei kwa namna ya mwilini, yanatokea kwa namna ya rohoni. Nipate amina katika jina la Yesu. Mambo ya msingi hapa. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ni nafsi kamili. Anafikiria sawa sawa na Warumi 8:27. Anahisi sawa sawa na Waefeso 4:30. Anazungumza sawa sawa na Ufunuo 2:7. Yeye ni Mungu, ana sifa za uungu sawa sawa na Zaburi 139 mstari wa 7, kwamba anajua yote. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 7, niende wapi nijiepushe na uso wako? Unaona hapo, huyu Roho Mtakatifu ni wa milele. Anaonekana kwenye kitabu cha Waebrania 9:14. Haleluya, haleluya. Hiyo ni slide inayofuata, nimeshaimaliza. Bwana asifiwe sana. Sasa ukiangalia hayo maandiko yanayofuata hapo, hiyo Yohana 14, utaona vile ambavyo Mungu anasema nitawapa msaidizi mwingine. Lakini namna ya kupata msaidizi mwingine inafafanuliwa kwenye Yohana 14 kuanzia mstari wa 15. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Anapozungumza yale maneno anasema huyo Roho Mtakatifu ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumtambui. Kwa nini haumuoni? Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Ngoja nikuvuruge kidogo. Hii ni ibada ya pili. Hivi unajua kwamba kila mtu aliyeokoka anaye Roho Mtakatifu akikaa ndani yake? Unaelewa hiyo? Halo? Mnaelewa kwamba kila mtu aliyeokoka, kila roho ikirio kwamba Yesu ni Kristo, hiyo roho ndani yake kuna Roho Mtakatifu. Sawa sawa jamani? Sawa sawa jamani? Hasa tunachotafuta hapa ni nini? Muulize jirani yako, tunachotafuta hapa ni nini? Tunachotafuta hapa ni nini? Hapo kwenye Yohana 14:16 palikuwa pazuri sana hapa. Hapa Yesu anasema nitamwomba Baba awape msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ukienda kwenye kitabu cha Yohana hiyo sura ya 20, unaona kuna mahali Yesu alifanya kitu cha ajabu. Akawavuvia, yani akawapulizia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Alafu akawaambia maneno magumu, yeyote mtakayemuondolea dhambi atakuwa ameondolewa, na yeyote mtakayemfungia atakuwa amefanya nini? Amefungiwa. Alafu watu hawa baada ya maneno hayo wanamkana Yesu. Baada ya maneno hayo watu wale wanaweza kukimbia wakajificha kwenye nyumba kwa siri. Watu wale nini kimetokea? Kuna namna hawamtambui japo Roho Mtakatifu anakaa kwao. Kuna namna huyu Roho Mtakatifu wao hawajamruhusu ayaongoze maisha yao. Look at this. Sikiliza kwa makini sana. Wakati kuna utulivu hivi ndio wakati mzuri sana wa kujifunza. Roho Mtakatifu, angalia mstari wa 17.
Hapo hapo 14:17 achia. Anasema Kristina jamani, 17, ndiye roho wa kweli. Ndiye roho. Ngoja nikuonyeshe. Hivi unajua moja ya kitu kinachofanya watu wajae Roho Mtakatifu leo na kesho wanakuwa watu wa kawaida ni kwa sababu ya uongo? Hivi unajua walokole ni waongo sana? Usimwangalie mtu, niangalie mimi. Unajua walokole ni waongo sana. Na ulokole wa uongo wa walokole unaanzaga hapa. Tukutane ibadani saa 4. Wangapi wanakubaliana kwamba hapo si huwa tunakuwa waongo sana? Wangapi tunakubaliana kwamba hapo huwa tunakuwa waongo sana? Wangapi unaweza ukachelewa kazini ukafika nusu saa baadaye na bado ukajisikia vizuri? Kwa kuwa bosi wako yupo na unaamini Roho Mtakatifu hayuko pale ulipokuwa wewe. Kwa hiyo wewe uko peke yako. Asante Roho Mtakatifu. Njoo kwenye mkesha. Vya mkesha vya nini? Lakini ukiambiwa kuna overtime utakuwepo mpaka mwisho. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumoni wala haumtambui. Naomba niwaulize swali. Wangapi mmewahi kumuona Roho Mtakatifu hapa? Mungu akubariki. Wewe umemuona mama? Pokea kumuona zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mmewahi kumuona Roho Mtakatifu? Ni namna gani anasema haumuoni wala hamtambui? Anasema bali ninyi angalau mnafanyaje? Mnamtambua. Maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Asante Roho Mtakatifu. Hata nikikwambia mpigie Roho Mtakatifu makofi, you are like, Roho Mtakatifu makofi yuko wapi? Maisha yanakuwa yale yale kwa sababu kiwango chetu cha kumuona na kumtambua kila siku kinashuka badala ya kuongezeka. Nisizeni waambieni watu wa Mungu, Roho Mtakatifu sio upepo. Kama ambavyo unaamini Mungu yupo, Roho Mtakatifu ndiye Mungu anayekaa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni Mungu anayekaa na watu. Zamani za Agano la Kale, tutaona kipengele kinachofuata. Roho Mtakatifu, twende kipengele kinachofuata. Hapa kabla sijaenda naomba unipeleke mstari wa 18. Hapo anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Roho Mtakatifu ni Mungu anayekaa na sisi, na tusipokuwa naye tunakuwa yatima wa kiroho. Hebu tuende hiyo kipengele kinachofuata. Roho Mtakatifu katika Agano la Kale na kazi alizofanya kwa wakati huo. Twende slide inayofuata. Unaanza kugundua maandiko yanatuonyesha katika kitabu cha Waamuzi sura ya 14 mstari wa 6. Samsoni akajazwa na Roho Mtakatifu kwa ghafla. Tuko pale pale. Hiyo slide rudisha pale pale. Waamuzi. Unaona pale? Anasema Roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu. Roho ya Bwana akamjilia kwa nguvu. Akamshika mwana simba, akamrarua kama kurarua mwanambuzi. Roho Mtakatifu nisaidie watu hawa nielewe leo. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Kwa nini? Sio yeye alifanya, Roho Mtakatifu alifanya. Huyu ni Samsoni. Ukisoma mstari wa 5 utaona alikuwa anapita kwenye mashamba ya mizabibu. Mwana simba akamungurumia. Yule simba alipomungurumia, Samsoni aliogopa kama watu wengine. Ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakatelemkia Timna. Wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama mwana simba akamungurumia.
Hata mbuzi kumrarua sio rahisi. Lakini Roho Mtakatifu, mstari wa 6, alipomjilia kwa nguvu, hakuwa na kitu chochote mkononi. Kakamata simba mdomo wa chini na mdomo wa juu akararua. Muulize mwenzako, simba gani amekungurumia leo? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Akamjia ghafla, mambo yakabadilika. Tuone slide nayo, ile slide inayofuata. Tunapofika mahali tukamkosa Roho Mtakatifu, kinachotokea ni kwamba tunakuwa dhaifu mbele ya kila kitu. Angalia Samueli wa kwanza sura ya 10. Tuanze mstari wa 6. Unaweza kaanza juu kidogo. Ukianza mstari wa kwanza ni story ya Sauli anakutana na Samueli. Ameenda kutafuta punda. Hiyo inaanza hapo sura ya 9. Lakini hapa Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani, akambusu, akasema, "Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, nawe utamiliki watu wake?" Endelea mstari unaofuata. Endelea mstari wa 2. Kinachotokea, anasema, anampa maelekezo, utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamin huko Salsa, nao watakwambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana. Twende mstari wa 3. Kisha utakwenda mbele. Angalia maelekezo yanaendelea. Kutoka hapo na kufika mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe, wanakwenda kwenda kumwabudu Mungu. Mwambie mwenzako, hakuna mahali pazuri pa kujaa roho kama kanisani. Ongea na mtu, mwambie hakuna mahali pazuri pa kujaa roho kama kanisani. Mbona amuongei? Ongea na mtu kwa sauti na mimi nisikie. Sema, hakuna mahali pa kujaa roho pazuri kama kanisani. Lakini ukiwa umechoka namna hii huwezi kujaa. Tena mstari wa 4. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili. That's the word of God. Nawe utaipokea mkononi mwao. Endelea 5. Baada ya hapo utafika Gibea ya Mungu. Utafika wapi? Gibea ya Mungu. Hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Usifikiri patakuwa parahisi. There are people to hinder you. Kutakuwa na watu wa kukuzuia. Kutakuwa na Wafilisti wa kuzuia. Kutakuwa na vita kinyume chako. Kutakuwa na watu wasioruhusu uipokee hiyo nguvu. Kutakuwa na mapambano. Kutakuwa na mashindano, maana hapo pana ngome ya Wafilisti. Alafu kisha itakuwa utakapofika mjini, ukiivuka hiyo ngome, ukaingia mjini. Ndio maana tunaimba, haya tonane mtoni, watakatifu kwenu ni mtoni, tutakutanika mtoni penye kiti cha Mungu. Lazima uvuke vizuizi. Lazima uvuke ngome za Wafilisti. Kisha utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii. Kanisani ndio kundi la manabii. Kanisani ndio watu wanaotabiri. Huko mtaani kuna mbwa mwitu. Huko mtaani kuna wezi. Huko mtaani kuna watu wasiomjua Mungu. Ukifika kwenye Gibea ya Mungu, unakutana na kundi la manabii. Pana ngome ya Wafilisti, sawa, lakini utakutana wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda, wenye tari, wenye kinubi, wenye filimbi, mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Mstari wa 6, nawe utatabiri pamoja nao. Nawe utatabiri pamoja nao. Wewe anasema Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Ngoja nikuonyeshe. Leo kanisani kitakachokuambia watu hawajajaa Roho Mtakatifu, hawatabiri pamoja na mchungaji. Mchungaji akitabiri, wao wakienda wanakanusha unabii. Tushachoka na maneno yake. Asitusumbue. Aache kelele. Hey! Anasema utageuzwa kuwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tabiri pamoja na hawa, lazima ugeuzwe kuwa mtu mwingine. Ndio maana kanisani ni muhimu sana kuwa na roho mmoja.
Tunaiona kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Mkijitahidi kuhifadhi umoja wa roho, kwa sababu tunageuzwa kuwa watu wengine pale tunapopokea roho mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kanisa leo lina vipande vipande kwa sababu kiwango cha Roho Mtakatifu kiko chini. Nisaidie kuongea na mtu, mwambie mtenda maajabu ni wewe pale unapokubali kugeuzwa. Yaani sisi nakwambia kitu, Sauli alitoka pale akiwa wa kawaida. Sura yake ilikuwa ile ile, nywele zake zilikuwa zile zile, meno yake kama yalikuwa na mapengo hayakuota, miguu kama ilikuwa na matege haikubadilika, lakini ndani yake alipokea kitu kisichokuwa cha kawaida, kikamfanya kuwa mtu mwingine katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mtu mwingine. Hiyo ni agano la kale. Lakini utashangaa kipindi cha Sauli hakuna mtu mwingine anaambiwa atapokea roho awe mtu mwingine ila yeye peke yake. Kipindi cha agano la kale ni yeye peke yake. Tunaona katika Zaburi ya 51 mstari wa 11. Hapa tunaye Daudi anasema, Bwana, usiondoe uso wako kwangu, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Daudi anapokuwa akiomba maombi haya ni baada ya kwamba ametenda dhambi, tena ya kulala na mke wa mtu, lakini baadaye dhambi mbaya kabisa ya kuhakisha amemuua yule mtu na akachukua yule mke akawa kwake. Kipindi cha agano la kale, tangu Zaburi ya 32 Daudi anaomba toba mpaka Zaburi ya 51, na hapa anasema usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Anamaanisha nini? Kipindi alichokaa bila Roho Mtakatifu kilikuwa kibaya zaidi duniani. Watu wa Mungu nisikilizeni, maisha yetu ni ya kawaida kabisa. Tofauti yetu ni pale tunapopokea nguvu itokayo juu. Maana tukipokea uwezo utokao juu, sisi tunakuwa watu wasiokuwa wa kawaida. Nimekuunganishia wafalme wawili wafalme wawili wa Israeli, mfalme Sauli na mfalme Daudi. Wafalme hawa wote walikuwa wafalme tena kwa kufuatana. Mmoja ameanza, mwingine anafuata. Na katika wafalme hawa, mmoja alimaliza vibaya, mwingine alimaliza vizuri. Kwa nini? Huyu mmoja alipopokea Roho Mtakatifu mara ya kwanza alidhani imetosha, ila huyu mwingine hata baada ya kumwagia alimiminiwa mafuta mara ya kwanza na Samueli yule yule, lakini kwake ilitumika pembe, yakamiminwa mengi. Baada ya pale akakosea. Alipokosea, ukiangalia toba ya Sauli na toba ya Daudi hazifanani. Toba ya Sauli anasema hakika nimeyafanya mapenzi ya Mungu yote. Daudi anasema nimemtenda Mungu dhambi. Moja ya kitu kinachoua walokole ni kukosa moyo wa toba ya kweli. Hatugeuki, na hivyo inatugharimu sana, maana hatumpokei Roho kama inavyostahili. Daudi anasema, Bwana usinitenge na uso wako. Roho Mtakatifu ni nguvu inayotuleta kwenye mahusiano. Katika Wagalatia tunaona sura ya 5 mstari wa 22, tunaona tunda la Roho Mtakatifu katika sehemu kuu 3. Analeta mahusiano. Roho Mtakatifu analeta mahusiano ya mtu na Mungu. Roho Mtakatifu analeta mahusiano ya mtu na mtu. Roho Mtakatifu analeta mahusiano ya mtu na nafsi yake. Kwa taarifa yako, Roho Mtakatifu anaweza kukuacha. Kwa nini? Yeye ni mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu kwa kuwa ni nafsi, kitabu cha Waefeso sura ya 4:30 anasema wala usimfanyie jeuri, usimuhuzunishe. Kwa kuwa anaweza kuhuzunika, hata wewe ukihuzunika huwa unabaki pale pale. Jamani, huwa unabaki pale pale. Huwa unabaki pale pale. Unaondoka, si ndio? Ndio maana watu wengine wamebaki makapi.
Lakini tunaiona ahadi ya moyo mpya na roho ya ndani, roho mpya. Katika kitabu cha Ezekiel 36:26 mpaka 27 anasema, nami nitawaumbia roho mpya, nami nitamimina juu yenu moyo mpya, nami nitaondoa moyo wa jiwe, kisha nitaweka moyo wa nyama. Watu wa Mungu, sikilizeni, Roho Mtakatifu anatabiriwa toka Agano la Kale, maana yeye ndiye mwana mageuzi wa maisha yetu. Kuna mambo hayawezi kubadilika kama hatujaelewa hii. Tunapoamua kujifunza, tunaiona ahadi ya moyo mpya na roho mpya ndani yetu. Kwa nini roho mpya na moyo mpya? Kwa sababu moyo wa kale hauwezi kufanya mambo mapya. Lazima tupokee nguvu isiyokuwa ya kawaida, yenye uwezo wa kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Lazima tupokee akili isiyokuwa ya kawaida, yenye uwezo wa kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Lazima tupokee nguvu isiyokuwa ya kawaida, yenye uwezo wa kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Lazima tupokee roho mpya isiyokuwa ya kawaida, yenye uwezo wa kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Huenda ulijazwa miaka 5 iliyopita, huenda ulijazwa miaka 3 iliyopita. Anasema hapa mtu mmoja anaitwa Jack Hayford, anasema Agano la Kale lilifunua kazi za roho kwa nje, lakini Agano Jipya linaufunua uwepo wa roho ndani yetu. Sikiliza nikwambie kitu, aliyejaa Roho Mtakatifu jana asitutishe, anayejaa leo ni wa maana sana. Maana Roho Mtakatifu yule yule ana uwezo wa kuuisha maisha yako na kuyafanya kuwa mapya. Kama ni wewe, sema amen katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mimi nimesoma hizi nukuu za hawa watu, ziko nyingi sana kwenye somo hili. Anasema Roho Mtakatifu si upepo wala hisia, ni Mungu anayefanya kazi ndani, kazi ya Mungu ndani ya watu wa Mungu. Hayo mwingine anasema Roho Mtakatifu katika Agano la Kale alionekana akifanya kazi nje, lakini katika Agano Jipya anakaa ndani na kufanya kazi kutokea ndani kwenda nje. Tunapokuwa tunategemea kuonyesha vitu kwa nje, vya nje huwa vinaisha, ila vya ndani vinaishi ndani. Haleluya, haleluya. Sio hisia, sio msisimko. Maana hapa mtu tunasema leo ninapoona hivi sitajaa. Utajaa kama hujaamua. It's a decision. Kukaa na Roho Mtakatifu ni maamuzi, sio kusisimka, sio kutikisika, sio kulia. Ni kitu kinachoingia ndani, kinayabadilisha maisha. Maisha ya kawaida yanaanza kuwa maisha yasiyokuwa ya kawaida. Haleluya jamani, haleluya. Ninatamani unielewe, Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwako, usibaki kuwa mtu yule tena, lakini uwe mtu asiyekuwa wa kawaida katika jina la Yesu. Jamani, haleluya. Mimi ninatamani tukaombe. Kuna ahadi za kisheria, lakini hizi hazitakusaidia kama hujaelewa hii sehemu ya kwanza. Mungu atakuumbia moyo mpya kwa Roho wake Mtakatifu. Mungu anafanya badiliko jipya kwa Roho wake Mtakatifu. Ni wewe unayeamua, ni wewe unayekubali, ni wewe unayemkaribisha, ni wewe unayemuita. Anasema maneno ya ajabu hapa, anasema maneno ya ajabu sana. Anasema kwamba nami nitawapa ninyi mioyo mipya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Hatuwezi kusema habari za madhihirisho ya neno la Mungu kama hatuna nguvu inayodhihirisha uwepo wa Mungu ndani yetu. Watu wa Mungu, nisikilizeni, sio kwamba Roho Mtakatifu amesafiri, ila sisi hatujui namna ya kuishi naye.
mahusiano yetu ya mbali sana na yeye. Kila mara tunaamini juu ya yale mapokeo, na hivyo hatuamini juu ya kile neno lilichosema. Naomba niwaombe kila mmoja kwa nafsi yako, kila mmoja kwa namna yako. Tafuta Bwana amimine ndani yako roho yake mwenyewe, akuendeshe katika sheria zake, ili uzishike hukumu zake na uzitende. Maana hapo ndiko mwanzo wa matokeo mapya kwenye maisha yako. Naomba nizungumze vitu vichache kwa kwenda kule mwishoni, kisha tuombe. Kuna madhara mengi. Hii nimeiandika kama course ambayo utasoma mwenyewe, hata muda kujifunza namna ya kumpokea Roho Mtakatifu. Mambo muhimu ili kuwa na mahusiano na Roho Mtakatifu. Moja, lazima uwe na toba ya kweli. Kutubu kwa kweli kweli. Acha maisha ya mazoea. Watu wa Mungu, toba ya kweli hukugeuza kikamilifu, hukufanya kuwa mtu mwingine, huleta badiliko la nia, nafsi, roho na matendo ya mwilini. Kila kitu hubadilika. Lakini sivyo tu. Jambo la pili, kiu. Lazima uwe na kiu isiyokuwa ya kawaida. Injili ya Yohana 7:37 mpaka 39 anasema haya, kila aonaye kiu njooni majini. Maana anasema yeye aniaminie mimi, chemichemi ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Anasema na habari hiyo alisema habari ya Roho Mtakatifu ambaye alikuwa hajaja bado. Namba 3, kuomba kwa bidii. Injili ya Luka 11:13 Biblia inasema hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao, kwa kuwa yeye ni mwaminifu kwao. Lakini namba 4, lazima ukusudie kutembea katika utiifu. Kusudia kutembea katika utiifu. Uondoke kwenye maisha ya kawaida, uamue kuwa mtiifu kikweli kweli. Na namba 5, kusudia kudumisha ushirika wa ndani. Sisi tunaweza kusimama tukasema na wewe, lakini nani ajuae mambo ya roho ya mwanadamu ila roho ya mwanadamu iliyo ndani yake? Karibu, simama pale ulipo tuombe. Badiliko la kweli ni matokeo ya imani ya kweli. Ukimwamini Mungu utafanya toba ya kweli. Ukimwamini Roho Mtakatifu utakuwa na kiu naye. Mageuzi yatakuwa halisi, maana wewe umeamua kumtafuta. Haleluya jamani, haleluya jamani, haleluya. Mimi ninataka wewe upokee Roho Mtakatifu. Sijui kama wewe unataka kupokea. Lazima ukusudie kufanya toba ya kweli. Ukusudie badiliko la kweli litokee ndani yako. Badiliko lile la kweli. Lile la kweli. Ngoja niwakumbushe. Hakuna maana yoyote ya kuwa Mpentekoste usiyekuwa na Roho Mtakatifu. Juma hili kuanzia leo mpaka Jumapili, Wakatoliki wanasherehekea ibada ya siku ya Pentekoste. Maana Pentekoste ni ya 50. Yani dini ambazo hazisherehekei wiki hii, ambazo hazisherehekei Pentekoste wiki hii ni Sabato, Jehovah Witness na Waislamu. Hizo 3 ndio washerehekei, lakini Wayahudi kule Yerusalemu wanasherehekea.
hawaamini juu ya kwamba Yesu amewahi kuja katika mwili, lakini wanasherehekea Pentekoste. Wakatoliki wapo, Anglikani wapo. Hivi kweli na sisi tusherehekee hivyo? Mimi natamani leo uzindue. Kataa kuwa mtu wa kawaida. Kitu pekee kitakachokufanya usiwe mtu wa kawaida ni kupokea roho asiyekuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mimi pia ninamhitaji huyo roho. Mimi pia nina kiu naye. Mimi pia natamani kukaa uweponi mwako. Uweponi mwako Bwana kuna dumu. Uweponi mwako Bwana kuna amani. Ibada ya uweponi mwako Bwana inadumu. Zingine zinaweza zikakosa mvuto, lakini ya kwako Bwana haikosi mvuto. Ibada ya uweponi mwako. Lakini nini kinatufanya? Dhambi isiyotubiwa. Nimewaambia moja ya kitu kinachomfukuza Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa kweli. Katika Yohana 14:17 anaitwa Roho wa kweli. Kati ya kitu ambacho kimewavuruga walokole ni kukosa kweli ndani yao. Tumekuwa waongo kwa kiwango cha kutosha, na wewe unajijua. Huo uongo umekufanya Roho Mtakatifu asije ndani yako. Na unapofanya toba, unafanya toba leo, kesho unarudia. Utachelewa ibada, utaacha kwenda ibada na visingizio vingi vya uongo tu. Utaacha kufanya mambo ya msingi kwa uongo tu. Na shetani ndipo anapopitia hapo. Yeye ni baba wa uongo, na kila asemaye uongo ni mtoto wa huyo. Kayanda raba shotala makaya rabi. Kama unataka badiliko, fanya toba ya kweli leo. Yesu yuko hapa abadilishe moyo wako. Weka mikono yako juu pale ulipo. Mimi nimesha kufundisha namna ya kumpata Roho Mtakatifu. Nitakuelekeza na mimi nitaingia rohoni. Karama shatala mayando robo sakatala. Yatetele makura na maboshanda la bakaya rabi. Sokita na mida la boshana ramama moria maya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo nimekuja mbele zako. Mimi peke yangu. Baba, mimi ni dhaifu. Sio kwa sababu uliniumba kuwa dhaifu, ila kwa sababu sijaelewa nafasi ulionipa. Roko tamayana. Yesu, naomba unisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote ninazozikumbuka na nilizozisahau. Bwana Yesu, naomba unisamehe kila wazo, kila neno na kila tendo lililokuwa dhambi mbele yako. Bwana Yesu, kwa sababu ya dhambi zangu sijajaa roho, japo ulinipa zawadi mwanzoni kabisa. Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zote, uovu wote, maneno yote, mawazo yote na vitendo vyangu vyote. Bwana Yesu, nihurumie. Peke yangu sitaweza. Peke yangu sitaweza. Nisamehe Yesu. Rabo shatalabakun. Nisamehe. Ninaomba leo Baba unikubali. Unipe Roho wako Mtakatifu. Unipe Roho wako Mtakatifu. Roho wa neema, Roho wa maarifa, Roho wa ufahamu, Roho wa hekima, Roho ya nguvu, Roho ya uweza na Roho ya kumcha Bwana. Baba, na furaha yangu iwe katika kukucha wewe. Ni utambue uwepo wako maishani mwangu. Ninakuja kwako, nataka msaada wako. Ila mmoja nenda mbele za Bwana sasa.
Omba kwa bidii, ndio njia pekee ya pili ya kujaa Roho Mtakatifu.